Up, present arms, shoulder arms, order arms, stada twist. Asante, ninashukuru kiongozi wetu wa Badi. Wananchi, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nifika nafasi ya pekee na ya kukaribia kumaliza, na nafasi hii ni nafasi ambayo tunarudisha mchanga kwa mchanga, kwa sababu unaposoma kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 7 inasema, na Mungu akamuumba mwanadamu kutoka kwa mavumbi ya ardhi, na baada ya mwanadamu kutenda dhambi ikawa basi ana bundi kufa. Na vivyo hivyo wakati Mungu alikuwa anatangaza hatari ama consequences za mwanadamu kutenda dhambi, kuna maneno aliyomwambia mwanadamu kwa sababu ya kukosea. Akamwambia hivi katika kitabu cha Mwanzo 3:19, akamwambia hivi, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporundia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe na mavumbini utarundi. Wapendwa ambao muko hapa, usiende kuiba. Mungu alimwambia mwanadamu, kwa jasho la uso wako utakula. Kwa hivyo tafuta riziki yako ukule. Na Mungu akamwambia pia, wewe ulitoka kwa mavumbi, na kwa hivyo siku moja itafika utarundi. Kwa hivyo kwa sasa tunaenda kurundisha ndugu yetu Davis kwa mavumbi kama ilivyoagizwa la Mwenyezi Mungu, tukisubiri mpaka siku ile ya ufufuo ambapo Kristo atakuja kumuita na kumsawandi sawasawa na matendo yake aliyoishi katika dunia hii. Kwa hivyo nitaita wazazi watoto wa Davis wakuje wakiwa wa kwanza waweze kumzika baba yao, alafu na sisi jamii tutaungana na wao katika jambo hili. So ninaomba familia yake, the immediate family, waweze kuja tushikile mama na ningeomba kama kuna kijiko tutakusaidia kuchota huu mchanga kiasi. Mama atashikiliwa kidogo, ashuke polepole na mkae karibu na yeye, akuje pande hii. Kuja unichotee mchanga ndugu yangu. Kijiko moja tu tunahitaji kwa sasa. Chunga hapa tafadhali. Chota mchanga kiasi. Pamoja na wale watumizi wengine tulikuwa na wao wakuje. Kwa hivyo basi Mungu na akamwambia Adamu, kwa kuwa wewe ulitwaliwa mavumbini, wewe mavumbi na utarudi katika mavumbi. Asante. Kwa hivyo watoto wanaweza kuja pia warushe mchanga wazike baba yao. Wapi yule mwingine? Pasifika. Ya, kwa
hakika ni hivyo, baba yao amelala, tutakaa hivyo tukisubiri. Na mimi mchungaji nimefanya jambo la mwisho, kwa hivyo hakuna ingine itafanywa. Msilete watu wengine kufanya mambo yao. Hii ndio ya mwisho ambayo tumepewa, maana hiyo ndio amrisho la Mwenyezi Mungu. Asanti. Kwa hivyo na afisa wetu, maana yeye ni afisa mwenzao. Baada ya hapo tutasaidiana kuruka mchanga. Shoulder, arms. Very important with the magazine of 3 rounds. Prepare to fire. Ready, load. Listen, fire. Reload. Listen, fire. Reload. Listen, fire. Load. Shoulder, arms. Very bad. General salute. Listen, arms. Shoulder, arms. Very bad. Advance, right hand. But right. Quick march.